Kevin Nation, kiungo wa kimataifa wa Tanzania anayechezea klabu ya Pamba ya Mwanza, ni miongoni mwa wale ambao mapema hivi sasa wamekuwa wakihusishwa na usajili kwa ajili ya msimu ujao kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kwa sababu moja tu, kwa sababu ya kiwango anachokionyesha. Yeye ni mchezaji ambaye Mtanzania kama vitoka kueleza, amezaliwa Agosti 2 mwaka 2000. Kwa hiyo hivi sasa umri wake ni miaka 25. Kevin Nation Naftali ni mchezaji ambaye eneo lake ambalo hucheza vyema sana ni eneo la kiungo wa ukabaji. Kiwango bora anachokionyesha katika msimu huu ndicho ambacho kwa kiasi kikubwa kimemfanya ahusishwe na klabu kadhaa kubwa ikiwamo wekundu wa Msimbazi Simba. Ndio yeye chini ya kocha Francis Baraza amekuwa akishirikiana na wenzake akina James Mwashinga, Chasiri na Himana, akina Yonta Kamara, akina Tegis Momanyi, kina Ibrahim Abraham, ifanya Pamba Jiji iwe tishio katika msimu huu kulinganisha na kiwango chake katika msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita Pamba Jiji ya pale jijini Mwanza ilimaliza katika ligi kuu Tanzania bara katika nafasi ya 11 baada ya mechi 30, ikiwa ndio timu iliyokuwa butu katika safu yake ya ushambuliaji, ikifunga mabao 22 tu kama ilivyokuwa kwa timu zilizoteremka daraja moja kwa moja. Kagera Sugar, Ken Gold zilimaliza na mabao 22 ambao ndio mabao machache kuliko timu zote katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini Pamba leo hii ni timu ya 4 kwa kufunga mabao mengi, kwa sababu baada ya Yanga iliyofunga mabao 32, Simba mabao 24, Azam mabao 21, inakuja Pamba ambayo hivi sasa ina mabao 19 ikiwa imeruhusu mabao 14. Kwenye haya mabao 19, Kevin Nation ambaye kwenye kucheza kwake yeye ni kiungo wa ukabaji ameshafunga mabao 2, ikiwa ni baada ya kupiga mashuti 7, 5 amelenga shabaha katika mechi 14 alizocheza, dakika 1156 katika mechi 16 za timu yake ya Pamba. Yeye amecheza mechi 14 na amepiga mashuti haya akifunga mabao 2, hana assist. Kwenye kufunga jambo la ziada kwake yeye kama kiungo ukabaji, lakini amefanya hivyo. Na Kevin Nation kuonyesha kwamba msimu huu unamwendea vizuri mpaka sasa baada ya mechi 16 za timu yake. Yeye akicheza mechi 14 kama nilivyotoka kueleza, ni kwamba ameshakuwa mchezaji bora katika mechi 4. Ameshakuwa mchezaji bora mara 4, man of the match mara 4, na kuwa ndiye mchezaji aliyetoa tuzo hiyo mara nyingi zaidi ndani ya kikosi cha Pamba kwa maana ya kung'ara zaidi katika mechi zao. Hivi sasa Pamba tunafahamu iko nafasi ya 5 ikiwa na pointi 25, performance ya 52%. Lakini kama nilivyotoka kueleza, kwenye mabao ya kufunga ni timu ya 4 kwa kufunga mabao mengi, na wanaochangia ni pamoja na yeye. Eneo la kiulinzi wako vizuri, walinzi wao wamekuwa wakipata support, uungwaji mkono katika kuzuia na viungo wao akiwamo huyu Kevin Nation. Matokeo yake baada ya kufunga mabao 19 na kuruhusu mabao haya 14, maki wana goal difference 5 chanya na kuwa miongoni mwa timu chache zenye tofauti ya mabao chanya. Sasa kiwango hicho kizuri cha Pamba kwa kiasi kikubwa wanaochangia ni pamoja na Kevin Nation. Eneo la kati amekuwa akifanya vizuri sana, na ndio maana haishangazi kuona akihusishwa na timu kadhaa ikiwamo kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba aende kwa kocha Steve Becker aungane na viungo waliopo pale Simba kina Yusuf Kagoma, Alassane Maudo Kante, kuiongezea makali Simba kutokana na namna ya uchezaji wake. Mbali na eneo hili la ushambuliaji, wanapokwenda kushambulia ambapo tayari ameshaonyesha madhara akifanya mashambulizi haya. Nimetoka kueleza mashuti 7, 5 on target, mabao 2. Lakini Kevin Nation anafahamika kwa namna alivyo, anaonekana mchezaji poa, mchezaji mpole, mwenye nidhamu, lakini kwenye kucheza hana masihara hata kidogo, kwa sababu sasa faulo yeye ni miongoni mwa wanaochapa sana. Ameshacheza faulo 43. Na kwa taarifa tu, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa baadhi ya timu zimeshacheza mechi 17 kama JKT Tanzania, nyingine mechi 16 kama Yanga, kama wao Pamba. Lakini katika mechi hizo zote, bila kujali timu imecheza mechi ngapi, timu inayoongoza kwa kuchapa, kwa kucheza faulo, zikiwamo faulo za kimbinu ili kuzuia wasiende kuathiriwa na mashambulizi ya kushtukiza, ni Pamba. Pamba ndio vinara katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa kwa kucheza faulo nyingi. Washacheza faulo 310, 310 faulo wamezicheza, na ndio vinara, wakifuatiwa na Mashujaa waliocheza faulo 256. Sasa kwenye faulo hizi 310, 43 amezicheza Nation ambaye amecheza mechi
14 kama nilivyotoka kueleza, ambayo hapo utaona huu ni mchango wa faulo wa asilimia 14 ya faulo zote za Pamba, kuonyesha namna gani ambavyo Kevin Nation hana masiara katika kuhakikisha timu yake haikumbani na mashambulizi ya kushtukiza kwenda kumsalimia golikipa wao Yona Amos. Sasa sio hilo tu, hii hapa tunaonyesha kwenye faulo, lakini majukumu ya kiulinzi, tunasema matukio yale ya kiulinzi, defensive actions, yeye ndani ya Pamba ni miongoni mwa wale wanaofanya matukio mengi zaidi. Hapa tunapozungumzia matukio ya kiulinzi ni pamoja na tackling, interceptions, clearances, blocking. Kwa ujumla yeye mpaka sasa ameshafanya matukio ya kiulinzi 57. Matukio ya kiulinzi defensive actions 57, ikiwamo fanya interceptions kwa maana ya kuingilia mipira ambayo wapinzani wanapasiana, mmoja kumpasia mwingine kabla hujafika, yeye anawazidi maarifa, anaucheza mpira, au mpinzani ajaribu kutuliza tu, yeye anafika na kucheza, au mpinzani ajaribu kudribble, kukokota, anamzidi maarifa, anauchukua. Sasa yeye kwenye hiyo tunasema interceptions ameshafanya mara 25, ikiwa ni sehemu ya zile defensive actions, matukio ya kiulinzi 57 ambayo ameshafanya mpaka sasa. Kwa sababu hii na kwa sababu amekuwa akionyesha kiwango bora, Kevin Nation ambaye ni mzoefu katika ligi kuu Tanzania bara, ashachezea Singida Black Stars, ashachezea Geita Gold, haishangazi sasa kuona akihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kiwango bora anachokionyesha. Swali pekee linalobaki ni kwamba je, tetesi hizi zilizoanza mapema sana wakati ligi ikiwa ndio kwanza, baadhi ya timu zimevuka katika nusu ya kwanza, kwa maana kati ya mechi 30 zimecheza mechi 16 kama Pamba, kama JKT mechi 17, wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza mechi 14, lakini tayari tetesi zimeanza mapema. Moja wapo ni ya huyu Kevin Nation Nafsali. Je, ni kweli tetesi hizi zitakuja fanya Kevin Nation atue kwa wekundu wa Msimbazi Simba ili kwenda kuimarisha eneo la kiungo, akiungana na kina Yusuf Kagoma, kina Alassane Maodo Kante, kina Ino Jospin Loemba na wengineo katika eneo la kati, ili kuifanya Simba itishe zaidi chini ya kocha Steve Becker? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Fanya Kevin Nation atue kwa wekundu wa Msimbazi Simba ili kwenda kuimarisha eneo la kiungo, akiungana na kina Yusuf Kagoma, kina Alassane Maodo Kante, kina Ino Jospin Loemba na wengineo katika eneo la kati, ili kuifanya Simba itishe zaidi chini ya kocha Steve Becker? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.